kabla hujawa mtumishi wa Mungu, lazima uwe mtumishi wa mtumishi wa Mungu. Ukae chini ya mtumishi wa Mungu, ujifunze kwa mtumishi wa Mungu. Unaona, uyaelewe yanayopaswa kuyafanya kwa mtumishi wa Mungu. Lazima sasa wewe ukubali kutumika kwa mtumishi wa Mungu, ukubali kubeba begi ya mtumishi wa Mungu, ukubali kufuta viatu vya mtumishi wa Mungu, ukubali kupiga kiwi viatu vya mtumishi wa Mungu, ukubali kufua nguo za mtumishi wa Mungu, ukubali kufuata maelekezo ya mtumishi wa Mungu. Kabla hujawa mtumishi, lazima uwe, kabla hujawa mtumishi wa Mungu, lazima uwe mtumishi wa mtumishi wa Mungu. Naona sasa, unaona Joshua alikuwa mtumishi wa Musa, na Musa alikuwa mtumishi wa Mungu. Na sasa Joshua amefanya utumishi wake kwa mtumishi wa Mungu mpaka wakati ulipowadia. Na hupasi wewe kuondoka haraka kwenye mikono ya mtumishi wa Mungu kabla hujapata kibali, kabla hujapata ruhusa, kabla hujawekewa mikono na mtumishi wa Mungu na kukuruhusu uende. Usikurupuke, kubali kuwa mtumishi wa Mungu. Hata kama mtumishi huyo anaonekana kama ni mkali, au kama ni mgumu, au kama umuelewi kati mwingine katika misimamo aliyonayo, lakini lazima ukubali kuwa mtumishi wa Mungu. Ukijua tu huyu ni mtumishi wa Mungu, kubali kuwa mtumishi wake.